dawati la elimu ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika wilaya ya Kinondoni. Sasa madam, huu muda sasa wa magumu ndio umefika. Mimi kuna kitu ambacho kidogo huwa nakiamini, ambacho jamii inaelimika sana kupitia jambo fulani kwa kupatiwa elimu. Ninachochelea kusema, kuna doubt mimi ninayo, yani kuna wasiwasi ninao kuhusiana na masuala ya research, lakini pia kuhusiana na jinsi gani ambavyo tunapambana na hili swala zima la rushwa. Jambo la kwanza mimi nalizungumzia kuhusiana na kitengo cha research ni kwamba research ambao kama hiyo ambao umetuelezea ilifanyika mwaka wa 2020, ambapo na imani mpaka sasa hivi kuna research nyingine haijafanyika, yawezekana kulingana na hicho kitengo cha mambo ya elimu ya vyuo vikuu na rushwa. Sasa doubt inaokuja, distance ya miaka 5 ni distance ndefu ambao patakuwa na mabadiliko mengi sana ndani ya hiyo miaka 5. Kwa hiyo mnaweza mkajikuta mbinu ambazo mnatumia kupambana, mnaozitumia za mwaka 2020 kwa sababu mlifanya research, that means mkapata na mbinu za jinsi gani kupambana na rushwa, ila hizo mbinu za mwaka 2020 maybe sasa zifanye kazi mwaka 2026, kwa sababu muda na yenyewe unabadilika na vitu vinabadilika. Ila pia kingine cha pili ni kuhusiana na swala zima la elimu. Zamani mimi wakati nakumbuka, nachelea kusema, wakati nakuwa redio na vitu kama hivyo, palikuwa kuna vibonzo, matangazo mengi sana ya kuhusiana na kukataa na rushwa. Je, sasa hivi kuna kupungua kukubwa sana kwa matangazo, especially kwenye vyombo vya habari, mabango barabarani. Hii ni tafsiri kwamba watu wameielewa rushwa, hawatoi tena rushwa, ndio maana matangazo yamepungua, ama budget haitoki ya promotion? Labda hiyo ikoje kwa upande wako madam? Ninakushukuru dalali. Nakushukuru sana. Sio kwa nini wanakuita dalali? Sisi ni madalali. Ninyi nyote ni madalali. Nambari moja na nambari. Yaani kwa mfano mko mnataka kutoa elimu yenu ya rushwa ya ngono, mnatofuata madalali, mnatupa hiyo dili. Tunaenda kuipigia kelele madalali. Nawashukuru sana madalali, na mmejitoa, mmetutafuta, hata hamna chochote hapo, hamna hata udalali hapo mliofanya, bure kabisa. Kwa mimi naendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki dalali namba 1 na dalali namba 2. Inshallah. Kazi zenu zifanyikiwe. Amen. Sasa kimsingi umeongelea swala zito kidogo, ukasema kwamba tangu tumefanyika huu utafiti mwaka 2020, unaona ni muda mrefu, na ukaongea ukasema kwamba mbona hakuna matangazo, mfano vibonzo kwenye mabarabara, vyombo vya habari. Je, ni kwamba ni issue ya gharama ama vipi? Sasa kimsingi nipende kusema mimi naomba nichukue hilo kama maoni. Sawa sawa. Naomba nichukue kama maoni, na unajua mimi nimetoka TAKUKURU Kinondoni, lakini ninaamini viongozi kule juu pia wanasikia, viongozi wetu wa TAKUKURU pengine wanaweza wakaona na wao ni njia bora, lakini swala la matangazo kiukweli ni swala la msingi. Unapokuwa na matangazo ukayabandika, hata vipindi tu kwenye redioni vikao vya mara kwa mara, inasaidia sana kufikisha ujumbe, kwa sababu tunaposema uzuiaji wa rushwa, ambao sisi ndo tunapenda sana kuzuia rushwa, tusikae tu tukasubiria rushwa imefanyika tunaenda kupambana, hapana. Hata mlivyotualika hapa, tunafanya uzuiaji rushwa kwamba watu wajue kwamba rushwa ya ngono ikoje, madhara yake ni yapi, kama ambavyo naongea hapa, na ni namna gani pia wachukue hatua. Sasa mimi naichukua hiyo kama maoni, na nitafikisha ofisini tuangalie namna bora ya kulifanyia kazi, kwamba pengine madalali kule wanasema tuongeze kasi kwenye kutangaza madhara ya rushwa ya ngono, ikiwemo vyuoni na katika jamii kwa ujumla. Kwa mimi naichukulia hiyo kama maoni. Okay. Sasa madam, rushwa ya ngono kwa wanawake na wanaume, tuwe wawazi, dalali ina usiri Sana. Ina usiri sana. Inawezekana nikaipokea ama binti akaitoa rushwa ya ngono akatimiza jambo lake, ikapita mwaka ndo anakuja kuiripoti. Sawa sawa. Mimi ninakaa kwenye nafasi gani? Wewe ambaye ndo mimi ambaye ndo nilipewa na yule aliyenipa. Okay. Sasa kimsingi ashatimiza jambo lake. Mshahara wake umeshapanda, cheo chake kimeshapanda. Alinipa rushwa ya ngono mwaka jana. Wote waanga, si umetoa na kupokea?
wote wahanga. Unaona nikana Mimi nakukana. Ila kuna mmoja alinufaika zaidi naweza nikasema. Yule aliyedai ametimiza lengo lake, amenufaika zaidi ya huyu. Kwa sababu aliweka kama kigezo ama kama sharti. Sasa nipende kusema tunapofanya usiri sana katika hili jambo, ndio maana issue inaendelea, inakuwa kubwa, inaendelea kuwa kubwa. Na hapa naomba niongee kwa msisitizo kwamba watu wasichukulie poa. Narudia tena kwa sababu rushwa ya ngono inamaliza vizazi. Watu wengine wanapata hata maradhi VVU, tunapata unwanted pregnancy, watu wanapata mimba zisizotarajiwa. Lakini wengine wanatelekeza wale watoto. Mtu anaona tu kwamba hii ilikuwa mimi, hata anaona amtupe tu mtoto. Tunashuhudia watoto wengine mitaani huko wametokana na rushwa za ngono. Lakini vile vile tunapoongelea madhara ya hii rushwa ya ngono ni pamoja na ile kwamba inadhalilisha utu, inadhalilisha thamani na inamnyima mtu haki yake. Inatengeneza visasi hiyo. Sana. Rushwa ya ngono ni mbaya sana. Ni vile tu unakuta mtu inamlazimu kutimiza matakwa yako dalali namba 2 ili tu afanikiwe katika lile jambo ambalo labda yeye analitamani, labda ajira au labda namna gani aweze kujikwamua. Au mwingine unakuta yuko kwenye huduma ya afya na uguliwa na mtoto yuko katika hali mbaya, anaona kabisa nisipotimiza mwanangu anakufa, anaondoka. Kwa hiyo mtu anaamua kuitimiza. Sasa nipende kusema ni kweli, na niliongea awali kwamba swala la ngono huku kwetu bado sisi tunachukua ni vitu vya siri. Ni usiri. Ndio mila zetu sisi wa Tanzania, mila zetu watu weusi, kwamba mambo ya kingono sio mambo ya kuanika hadharani. Na ndicho sasa unakuta pale hii rushwa ya ngono inapoenda kushamiri, kwa sababu wanajua hawezi kusema. Lakini kuna wengine pia wanatishiwa, mfano mavyuoni. Ukisema nitakufelisha. Ukisema hautafanikiwa. Unaona? Kwa mwingine unakuta hana namna, inambidi afanye. Sasa nipende kuwaambia, tunapoona mtu amekabiliwa na rushwa, na ninawaambia hata wale ambao iliwabidi kutoa rushwa ya ngono wasikae kimya. Wasikae kimya, waje watupe taarifa hata kama ilishafanyika. Na nitakupa mfano, tuliwahi kuwa na onesho moja pale Mnazi Mmoja. Ni siku nyingi sana zimepita. Sikumbuki lilikuwa ni onesho ya nini, kati ya wiki ya Nenda kwa Usalama ama maadhimisho ya siku ya maadili na siku ya kuzuia na kupambana na rushwa, sikumbuki vizuri. Lakini alikuja binti mmoja pale, alituona kwenye banda letu la TAKUKURU. Tunakuaga tunashiriki kwenye maonesho, tunapokea kero na tunatoa elimu. Alikuja binti mmoja analalamikia rushwa ya ngono. Yule binti alinisikitisha sana. Kwa sababu anasema aliahidiwa ajira. Alikwenda kwenye eneo, amepeleka barua yake, walitangaza nafasi za kazi. Akapeleka barua yake, akaomba ajira. Lakini kuna mtu pale akawa amemwahidi kwamba hii ajira umepata, usiwe na wasiwasi, mimi nitakusaidia. Lakini akaweka sharti awe akutane naye sehemu fulani. Kwa yule binti akaenda akakutana naye, na yule bwana akatimiza lengo lake la rushwa ya ngono. Ameangalia huko na huko, hamna shahidi. Lakini kibaya zaidi akawa anaendelea na ule mchezo, kuendelea kumtumia yule binti. Kwa hiyo binti akaenda akajikuta miezi inaisha mpaka mwaka, anauliza ile ajira vipi? Yule bwana anaendelea kumwambia usiwe na wasiwasi, mimi naendelea kulishughulikia swala lako, na hapa lilipo limeshafika eneo zuri kabisa. Sasa siku ndo akaja akatukuta pale TAKUKURU, akawa anaeleza tayari pale ameshatumika. Unajua kutumika, yani sijui mwaka ni mrefu. Mtu anamtumia na yule binti kwa sababu alikuwa na shida, aliridhia, akaona kwamba kweli niweze kufanikiwa katika hili. Tunafahamu namna ambavyo jamii, masuala ya ajira yalivyo magumu. Bora yenu hata ninyi watoto wa kiume mnaweza mkaingia ukanyanyua zege ukafanya nini ukapata hata shilingi 2-3, lakini kwa watoto wa kike wakati mwingine wanakabiliwa na mazingira magumu sana, kwamba kuna basic needs ambazo wanazihitaji. Ila madam, tuende mbele turudi nyuma. Dalali, kundi la mabinti ambao wanadanganywa kuhusiana na ajira kwenye ishu ya rushwa ya ngono, aisee ni kubwa sana. Mimi ni mzururaji mzuri sana. Yaani wa mzururaji wa mtaani mzuri wengi mno sana. Naomba nikupelete level ya chini kabisa. Achana na maofisini kama hivi. Kuna mabinti wanaotafuta kazi za baa.
Ni hatari kabisa. Wanapata shida sana. Yaani akikutana na bwana manager Inakuwa imeisha. yaani unaona manager amepita na wahudumu wote Kabisa kabisa, na ndio tunavyotaka tuvunje huu kimya, tuwaambie haijalishi wewe unafanya ajira gani, lakini linapokuja swala la utu wako, na nipende tu kuwaambia walio wengi wanakuwa waoga wengi hawana uelewa ule mkubwa, kwa hiyo anaona tu ngoja tu nifanye, si ni mara moja, naamini ni mara moja nitafanikiwa jambo langu. Lakini ndio ile tunasemaga onja utachonga nini mzinga, mwingine anaendelea. Kwa hiyo inakuwa na madhara. Kwa kikubwa niwaambie tu wananchi kwa ujumla na mabinti kwa ujumla, kina dada, tusikubali kudhalilisha utu wetu, na wataka tuwe majasiri tunapokabiliwa na vitendo vya rushwa, tusikae kimya. Na nirudi kwenye ile hoja yako ya msingi kwamba hata kama tukio lilishatokea, afike TAKUKURU, ofisi yoyote iliyoko karibu naye, atoe taarifa, na sisi hatukai kimya. Na ndio maana tunasema tunataka watu watoe taarifa, tutafanya ufuatiliaji na tutachukua hatua tutakazozichukua, hata kama haitakuwa na ushahidi wa moja kwa moja, lakini tuna namna ya kumchukulia hata hatua za kinidhamu endapo yuko katika ajira yule mtu, kwa sababu zipo kanuni za utumishi wa umma pia zinatumika kwamba hazihitajiki katika maofisi ama katika maeneo mbalimbali watu kujihusisha na ngono, mambo ya kuomba na kupokea rushwa, nazo hizi sheria pia zinaharamisha. Kwa hiyo hata kama tukio lilishawahi tokea, naomba wafike ofisi za TAKUKURU zote zilizoko karibu, watoe taarifa, ndipo tutakapofanikiwa kukata mzizi huu wa rushwa ya ngono na rushwa nyingine. Kwa sababu mwingine anakuambia silishafanyika, sasa hata nikienda kusema nini kitatokea? Hapana, tutaendelea kufanya utafiti, tutaendelea kuchukua hatua, na wawe na ushahidi tu kwamba anamtolea taarifa ni nani, ilikuwa lini, wapi na vitu kama hivyo. Madam, mimi nataka nikukatishe kidogo. Rushwa zamani ilikuwa imedeal sana na wanawake, lakini sasa hivi imeoverturn wanaume pia na wenyewe ni wahanga wa rushwa ya ngono kabisa. Unahisi sababu gani ambayo ilisababisha kuoverturn sasa hivi wanaume na wenyewe tumekuwa wahanga wa rushwa ya ngono, lakini pia sisi ni wasiri kama ulivyosema. Sisi tunaweza tukaamua tukakausha tukaendelea vizuri na hiyo kesi. Kwa nini nyinyi nawapa changamoto gani hiyo kwamba sisi tunaumia lakini hatuji kuripoti? Sawa sawa. Tuna dakika 5 za kumaliza. Dakika 5 zimebaki. Nilijua bado tuna muda mrefu. Kipindi ni kizuri sana. Basi mimi nipende tu kusema kwamba tunapoongelea rushwa ya ngono, ni kweli kama ulivyoongea dalali namba 1, mambo yamebadilika, hata watoto wa kiume wanakabiliwa na rushwa hizi za ngono. Na kinachochangia sasa hivi mimi naona ni mmomonyoko wa maadili. Tunapoongelea mmomonyoko wa maadili, jamii tunachukulia kila kitu ni sawa tu, tunaona kama ni fashion. Au haki sawa kwa wote ndio imesababisha? Hapana, haki sawa ya wote ndio isababishe kuchangia kwa kuwepo kwa vitendo vya rushwa ya ngono. Kwa sababu wanawake wamepatiwa nafasi sasa hivi, wako maofisini, wamepata vyeo kama zamani. Kwa hiyo wao wanatumia yale mamlaka kwa sababu ni haki sawa. Hapana, ni namna tu ya kubadilisha matokeo ya zile haki sawa, kwa sababu haki sawa zilimtaka mwanamke asaidike, atoke kule alikokuwa amesaulika jikoni, atoke kule alikokuwa ameachwa nyuma, ili na yeye apate fursa kama alivyokuwa akipata mtoto wa kiume. Lakini kuwepo kwenye ajira alafu mtu akatumia mamlaka yake, aidha ni mwanamke amepata nafasi anaomba rushwa ya ngono, siamini kwamba ni haki sawa, kwa sababu hata ninyi wanaume huko nyuma nako ama hata sasa hivi wengine wanatumia hiyo fursa kuomba rushwa ya ngono, ambapo tukiangalia wanaume hawajawahi kufuatilia haki sawa. Sasa kimsingi mimi ninachosema ni mmomonyoko wa maadili. Jamii inachukulia kila kitu kama ni mafanikio, inachukulia kama tu ni kwamba mbona mwanamume amefanya, mimi ni nani kwa nini nishindwe kufanya? Yaani tunafanya kama vile tunataka kushindana, jamii tunataka kushindana, mbona huyu amefanya na mimi nifanye? Lakini watu tunashindwa kuangalia na kuzingatia sheria, kwa sababu zipo sheria ya kuzuia
na kupambana na rushwa, lakini zipo pia kanuni za utumishi wa umma kwa wale ambao wako maofisini, lakini hata kule ambako kunatoka ngazi za chini. Mfano kaka, umeongea hapa swala la msingi, barmaids, hawa wahudumu wa kwenye mabaa nao wanakabiliwa sana na rushwa za ngono. Kule wale mameneja wajiangalie, amna taasisi yoyote ambayo inajiongoza pasipokuwa na vikanuni na visheria vya kuweka pale. Basi wale wanaokabiliwa wasikae kimya, kwa sababu zipo hata sheria za kazi zinazowalinda makundi yote haya ya watu, haijalishi huyu yuko katika sekta maalumu, sekta binafsi. Hata ukiongelea mama ntilie pia wapo watu makundi mbalimbali wanakabiliwa na rushwa za ngono. Kwa hiyo nipende kusema ni mmomonyoko wa maadili zaidi ambao ndio unachangia hata wanawake, na sisi tunaona sasa na mimi mbona ninaweza nikamtaka aliyeko chini yangu. Wana majina yao siku hizi. Utayataja wewe mwenyewe, mimi sitaki kuyataja. Wanaitwa boss lady. Na hakuna kibaya kama ukute hii tunamalizia. Hakuna kibaya kama ukutane na mwanamke yuko position alafu akawa anataka jambo lake. Lazima kuna watu wengi sana wataumia ofisini, kwa sababu huwa wanashindwa kuficha hisia zao za favor. Mimi wanasema kabisa siku zote bosi akijihusisha na mahusiano, especially bosi wa kike, ni faster sana kujulikana, kwa sababu huwa wanashindwa kucontrol hisia zao na wanaharibu kazi. Na kinecha sisi wanawake na wanaume tuko tofauti. Kimsingi katika eneo la kazi na katika maisha yetu ya ujumla, la kwanza tuzingatie kila tunachofanya, tumzingatie Mwenyezi Mungu. Tutende haki kama ambavyo ungetamani mtoto wako na yeye atendewe. Kwa hiyo wewe kuwa boss lady isiwe chanzo cha kukandamiza haki ya kijana ambaye wewe umehisi hisia zako zimelala pale, basi unataka umtumie. Lakini nipende kuwaambia pia, la kwanza ni kusimamia haki, lakini pia kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Lakini lingine nipende kuwahimiza vijana, watoto wetu wa kiume. Maandiko matakatifu yalituambia kijana anatakiwa, mwanaume aliambiwa kwamba utakula kwa jasho, na mwanamke tuliambiwa utazaa kwa uchungu. Hii naamini zinakata kote, haijalishi kwamba ni Ukristo wala Uislamu, hiyo ni kwamba tumepewa hilo. Sasa kijana wa leo naomba nimwambie wafanye kazi kwa bidii. Wengine wanapenda ile kitonga yani unaona bosi analeta hisia ni wa kike, basi na wewe unachukulia poa, unajua mambo yako yataenda sambamba. Na ndio maana tunakuta sasa hivi mitaani kuna majina yameenea, wa mama wale ambao wanatoka na vijana wadogo wadogo, kuna majina mimi sitaki kutamka hapa lakini all in all ninachotaka kusema, tusimamie maadili ya Kiafrika. Mtoto wa kiume asome kwa bidii, afanye kazi kwa bidii, alete mkate mezani. Na mwanamke pia asimamie, kama umepata nafasi, simamia nafasi yako, lakini tuwe majasiri pia wanawake, tusikabiliwe na rushwa za ngono. Tunapoona kuna viashiria vyovyote vya rushwa za ngono, tuchukue hatua. Kwanza tukatae kujihusisha na rushwa ya ngono na rushwa nyingine zozote, lakini tuwe jasiri kutoa taarifa za vitendo vya rushwa endapo kokote utakuwa umekabiliwa na vitendo vya rushwa, ama kuna mtu unamfahamu anakabiliwa na vitendo vya rushwa ya ngono ama rushwa nyingine yoyote. Niwaombe pia watupekue katika wananchi, tuko social media TAKUKURU, Facebook, Instagram, Twitter, tuko wapakue pia app yetu ya TAKUKURU TZ. Ama application yetu ni TAKUKURU TZ, lakini vile vile kwenye Facebook, Instagram na Twitter watupakue kule, na wa install pia app yetu kwenye simu zao ili waweze kupata taarifa mbalimbali za vitendo vya rushwa, na wa subscribe pia tuweze kupata viewers wengi. Kwa kimsingi mimi ninawashukuru sana kwa nafasi hii. Tumalizie cha mwisho. Tumalizie cha mwisho. Si mwanamke katoboa? Muda. Mwanamke katoboa. Sifa moja ya mwanamke anayeandikia mkono wa kushoto. Ni ipi hiyo? Ndio wewe sasa unaandikia mashoto madam. Mimi ni mashoto. Sasa sifa ipi labda wewe useme, mimi sijui. Basi. Okay. Sisi kwa kweli tunashukuru sana Madam Dorcia
Mrema. Kiukweli tumefurahia maelezo na tunaamini kwamba siku zingine simu zitaita tu kwa sababu maelekezo yako yamenyoka sana. Na huyu ni mgeni wetu ambaye tulikuwa naye kwenye Nani Kapita kwenye Vitu vya Ndani, ambapo anatokea dawati la elimu ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika wilaya ya Kinondoni. Anaitwa Madam Dorcea Mrema. Tunashukuru sana kwa muda wako, na pia sisi tunasema tukatakie majukumu mema ya mwezi mpya, mwezi wenu. Asante sana, asante sana. Asante. Basi tutarudi baada ya commercial na burudani 2-3 kupitia BCB Madalali. Tuko hapa mpaka 3 kamili za asubuhi.